Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa nafasi na mimi ya kuchangia hotuba ya bajeti ya Waziri wa Madini ambaye katika mwaka huu wa fedha anatamani apewe bilioni 224.9 ili aweze kutekeleza majukumu yake, na nitangulie kusema kwamba naunga hoja mkono waziri apewe bajeti hii. Madini ni sekta binafsi zaidi, na fedha hizi ni kwa ajili ya taasisi ili kufanya uwezeshaji, lakini wengi wa wahusika ni sekta binafsi, wachimbaji wadogo kwa wakubwa, na kwa hiyo hatuna sababu ya kwa nini tusimpe waziri ambaye anataka uwezeshaji ili kwamba aweze kufanya kazi ya usimamizi. na mimi nichukue nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi wa wizara, waziri mwenyewe Mavunde ambaye watu wengi wanajua kwamba ni mtu ambaye anapatikana akihitajika, naibu waziri wake Dr. Kiruswa, lakini katibu mkuu na watendaji wa taasisi zote za wizara, TEITI, GST, Tume ya Madini, STAMICO na TGC. Lakini pia tuwapongeze wachimbaji wadogo na wachimbaji wakubwa, maana wao ndio wadau wakubwa wa sekta na jitihada zao ndizo ambazo zimeifanya sekta kufikisha hatua hii ya mchango wa sekta ya madini kuwa 10% katika pato la taifa. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nitoe kidogo taswira ya miaka kama 30 iliyopita kwamba mchango huu wa sekta kuwa 10% ni zao la sera yetu ya madini ya tangu mwaka 97, ambapo mwaka huo mchango wa sekta ulikuwa ni 1.7 tu. Na kwa hiyo ni sera ililenga kwamba ndani ya miaka 30 sekta iweze kuwa imefikisha mchango huu mkubwa, na hii inatupa faraja kwamba sera zinapokuwa zimetungwa kwa malengo ya muda mrefu, kumbe zinaweza kufanya kazi. Na kwa hiyo tuwapongeze walioko ofisini, lakini hata wale ambao wameweka mchango wao katika miaka yote hii 30 hadi tunapokuwa tunafikia hatua hii kubwa ya mchango wa 10% katika sekta ya madini. Na Mheshimiwa Naibu Spika, katika safari yetu ya miaka hii 30 ya mageuzi ya madini, ni kweli kwamba sekta imepata mafanikio makubwa sana, mojawapo ikiwa ni kukuza uchimbaji mdogo, lakini pia na kuweka uwazi katika biashara ya madini kupitia masoko ya madini. Lakini jambo jingine ambalo ni la msingi sana katika hii miaka ambalo tumeliona ni kufufua shirika letu la STAMICO ambalo limeendelea kufanya vizuri sana na kukuza mtaji wake na hatimaye kujiendesha kwa faida bila kuchukua OC kutoka serikalini. Hii ni mapinduzi makubwa sana. Lakini pia kwa kanuni zile za kuweka CSR ambao wabunge wenzangu wameitaja, imeleta mapinduzi. Kuwepo kwa CSR kumeleta mapinduzi kwa makampuni makubwa kutoa mchango wake wa CSR katika maeneo ambayo yanazungukwa na migodi. Imekuza maeneo haya, uchumi wake umekuwa, lakini ukiangalia maeneo yote ambayo migodi ipo, ni kweli kwamba ni maeneo mazuri, yameendelea kwa sababu ya kuwepo kwa CSR. Hasa Mheshimiwa Naibu Spika, safari yetu hii haikosi changamoto, na ningependa kuangazia changamoto kama 2-3 hivi, kwamba katika muda wote ambao tumekuwa na mageuzi ya sekta yetu ya madini, kuna wakati ambapo tumekuwa na mikataba ambayo si rafiki, na wakati mwingine serikali imelazimika kulipa fedha kuwalipa wawekezaji kwa sababu ya ubovu wa mikataba. Tunapokwenda mbele, maana naelewa kwamba tuko katika transition, tuko katika point ambayo tunataka kuanza tena kuwa na migodi. Tulikuwa na migodi mpaka mwaka 2005, na baada ya hapo hatukuwa na migodi mikubwa tena hapa katikati. Lakini sasa hivi tangu mwaka 23 tumekuwa na mgodi wa Shanta, na hapa mbele tutakuwa na migodi mingine. Tunapokwenda mbele, ningetamani kwamba Wizara ya Madini pamoja na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali wafanye kazi yao vizuri ili kuliepusha taifa katika hasara inayotokana na mikataba mibaya. Yaani tusiende huko.
tuna uzoefu wa miaka 30 katika sekta. Kuna wataalamu wabobevu katika sekta, wengine ambao wamekuwa ni ma-CEO katika nchi za wenzetu wakisimamia uchimbaji na exploration na mambo yote ya biashara ya madini. Sasa tukishakuwa na uzoefu huu mkubwa, hatuna sababu tena ya sisi kuingia katika mikataba mibaya. Lakini jambo jingine ni kwamba kutokuwepo kwa migodi mikubwa kati ya 2009 mpaka 2023 si tokeo ambalo ni la bahati mbaya. Wakati mwingine nahisi kwamba serikali imekuwa haiweki kipaumbele katika exploration, na yawezekana inapotokea watu wana leseni ile ya exploration PL, kunakuwa na tozo ambazo zinawafanya wasiendelee sana na exploration, na kwa jinsi hiyo tunaendelea kuchakata mashapo ambayo yanakuwa yamekwisha eleweka. Lakini pia jambo jingine, majadiliano yanachukua muda mrefu. Mheshimiwa Naibu Spika, majadiliano yanachukua muda mrefu. Mimi ningependekeza kwamba ingewezekana mambo makubwa yanayohitajika kwa mwekezaji yaingizwe katika sheria, yaingizwe katika kanuni. Anapofika anaangalia sheria inanitaka nini, kanuni inanitaka nini. Majadiliano kuwe na kipengele kidogo tu, muda mfupi sana, la sivyo tunaweza tukajikuta kwamba kupitia haya majadiliano ambayo yanaweka human interface tukarudi katika mikataba mibaya. Kwa mimi ningetamani tuondoe sana muda mrefu wa majadiliano, mambo makubwa ya sekta yaingizwe katika sheria na kanuni, alafu mwekezaji akija aangalie, alafu aweze kuendelea haraka. La sivyo tunachukua muda mrefu, kwa sababu serikali imekwisha sign framework agreements 6 so far tangu 2017, lakini hatuna mgodi bado. Shida ni nini? Majadiliano yanaendelea. Sasa Mheshimiwa Waziri, majadiliano yakiendelea, unahitaji kuweka legacy ya wewe kuwa waziri ambaye pia unatupatia migodi mingine mipya mingi, kama ilivyokuwa katika sera ya mwaka 97 ambayo tulipata migodi mikubwa 6. Na kwa sababu ya kukosekana kwa migodi hii mikubwa, wahandisi migodi pamoja na wajiolojia wanaotoka vyuo vikuu wamejikuta hawana kazi, kwa sababu hatuna migodi mikubwa mipya ambayo inawaajiri. Kwa hiyo wanasoma kule vyuo vikuu, lakini hawawezi kuajirika katika wachimbaji wadogo, maana mtaji sio mkubwa. Tungetamani sana Mheshimiwa Waziri, chochote kinachokwamisha ufunguzi wa migodi mipya Tanzania kishughulikiwe haraka ili tuweze kupata migodi mipya. Jambo la mwisho Mheshimiwa Naibu Spika. Malizia. Nakushukuru sana. Jambo la mwisho Mheshimiwa Naibu Spika ni kwamba ufanisi wa shirika letu la STAMICO ni zao la management nzuri. Tunapo spot talent kwamba huyu kiongozi anatufaa, kama ilivyo kwa Dr. Mwase wa STAMICO, tumpe support, tusimvute miguu nyuma, tumfanye aendelee. Na STAMICO ikiwa kubwa kama Barrick, yani najaribu kuweka mfano kwamba suppose STAMICO ikawa kubwa kama Barrick, hela zote zinabaki ndani. Kwa hiyo tuifanye STAMICO iwe kubwa, ichote uzoefu ambao uko mwingi sana Tanzania walio age yangu ya majiologist na wahandisi migodi ni watu ambao ukichota uzoefu wao, STAMICO inaweza ikawa kubwa na ikatutoa tulipo tukawa na Barrick ambayo ni STAMICO ya Tanzania. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, umewasha mic na sitaki kukosea adabu, naunga mkono hoja, napenda kushukuru. Asante. Mheshimiwa Mpakate, jiandae Naibu Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika, jioni hii na mimi kupata nafasi